Ndugu waandishi wa habari za leo. Jina langu mimi naitwa Rahma Riyadhi, ni wakili lakini vile vile ni mwanzilishi wa jukwaa la Samia Iko Gado, na leo niko hapa mahususi kwa ajili ya kulitambulisha na kuwajulisha juu ya jukwaa hili rasmi kwenu pamoja na kwa Watanzania kwa ujumla wake. Samia Iko Gado ni jukwaa mahususi la vijana na vijana wa kizazi cha leo almaarufu kama Gen Z, na jukwaa hili tunalitumia rasmi kati ya connection kati ya serikali na vijana. Kwa maana rahisi niseme tutatumia jukwaa hili kuzizungumzia fursa za serikali kwa vijana, aidha ni miradi ama fursa zilizokuwepo. Serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Samia Suluhu imejidhatiti na kujisabilia ama niseme kujitolea kwa vijana ili kuweza kuwafikia katika nyanja tofauti when it comes to miradi, lakini vile vile when it comes to fursa. Lakini kwa sababu ya kadha wa kadha fursa na miradi hii haiwafikii, kwa hiyo tunalitumia jukwaa hili rasmi kwa ajili ya kuamplify miradi iliyokuwepo pamoja na fursa zilizokuwepo iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais, lakini vile vile kuzihighlight ama kuzisemea fursa zilizopo. Na kwa bahati mbaya sana fursa ni nyingi sana, na tunampongeza Mheshimiwa Rais, lakini tunaipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa ujumla wake kwa, kama nilivyosema, kujitolea na kujisabilia katika kuiweka sawa hizi miradi na fursa kwa maendeleo ya vijana. Labda hatuijui fursa hizi zilizopo ama hatujui miradi hii. Kwa hiyo jukwaa hili ni rasmi kwa ajili yenu, kwa ajili ya kuwapa taarifa ama kuwapasha habari juu ya miradi hii. Na leo hapa nitazitaja kwa uchache sana miradi ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Samia Suluhu Hassan, na nitaanza kwenye uchumi. Kwenye uchumi kuna mfuko wa maendeleo ya vijana, kifupi inaitwa YDF. Ni kama Youth Development Fund. Serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Samia Suluhu Hassan imeongeza bajeti ya mfuko huu kwa kutoa mikopo isiyo na riba kwa vijana na kwa vijana wanaanzisha biashara na kukuza biashara, na mfuko huu uko chini ya Wizara ya Vijana. Lakini vile vile kuna programu ya Self Microfinance. Self Microfinance ni mpango chini ya serikali ya awamu ya 6 ama niseme serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo imekusudia kuwapa vijana mikopo midogo kwa ajili ya uzalishaji mali. Lakini vile vile kuna TASAF, na TASAF ni ajira za muda kwa vijana. Vijana wameshirikishwa katika miradi ya ujenzi wa barabara za vijijini, visima na shughuli za kijamii kwa malipo. Lakini kuna huu mkopo mkubwa kabisa ambao tunaujua, mikopo ya halmashauri ambayo tunaipata halmashauri. Serikali imeelekeza kwamba tuna asilimia tutapata vijana, wanawake pamoja na walemavu. Hii ndio mikopo ambayo maarufu kabisa ambayo inaendelea, na nimeona pia niwakumbushie muipate kwenda kuitumia vizuri sana. Lakini vile vile tuna mafunzo ya ujasiriamali kupitia SIDO na VETA. Mafunzo haya yanawezesha vijana kujifunza stadi za kazi na kupata vitendea kazi baada ya kuhitimu. Kwenye elimu na ujuzi, serikali imeboresha VETA, uboreshaji wa VETA. Serikali imejenga zaidi ya vyuo 25. Serikali imejenga vyuo zaidi ya 25 vya VETA katika mikoa mbalimbali na kutoa vifaa vya kisasa kwa mafunzo ya ufundi. Lakini vile vile tuna programu ya Samia Scholarship. Huu ni mpango maalumu wa udhamini wa masomo wa vijana wa kike waliopata ufaulu wa juu lakini hawana uwezo wa kifedha. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais kwa kuona umuhimu wa elimu, lakini vile vile kwa kuona umuhimu wa mtoto wa kike katika elimu, akaamua kuguswa na kusupport watoto wa kike moja kwa moja kupitia programu hii ya Samia Scholarship. Mheshimiwa Rais oye! Lakini la mwisho tuna Higher Education Loan Board, maarufu kama mikopo ya loan board. Hii ni mikopo ya elimu ya juu ambayo wanafunzi wanaostahiki wanapewa, na habari nzuri ni kwamba
kumeongezwa idadi ya wanafunzi wanaopata mikopo ya elimu ya juu. Kwa hiyo sasa hivi wimbi kubwa la wanafunzi wanaoanza vyuoni watapata mikopo mingi, kwa wingi. Lakini vile vile kuna kwenye teknolojia na ubunifu tumeanzishiwa Innovation Hub Support. Serikali imetenga maeneo na vituo vya ubunifu kwa vijana wanaotengeneza applications, software na miradi ya digitali. Lakini vile vile kuna EGA Youth Challenge, mashindano kwa vijana wabunifu kuwasilisha suluhisho za kidijitali kwa changamoto za kijamii. Lakini vile vile kuna Smart Tanzania Program, mradi wa kukuza maarifa ya kidijitali kwa vijana kupitia ushirikiano na sekta binafsi. Najua wengi hatujui hili swala, lakini mimi nimetumia basi jukwaa hili kuwapasha habari hii leo wale ambao wataalamu kidogo kwenye mambo ya IT, lakini vile vile wanaopenda vitu kama hivi. Basi hii ni kapu zuri kuliangalia na kuweza kujizolea ujuzi zaidi. Lakini pia kwenye kilimo, mifugo na uvuvi, kwa chini ya Rais Samia, chini ya serikali ya awamu ya 6 na jemedari wetu Mheshimiwa Rais Samia, kuna Building a Better Tomorrow, maarufu kama BBT. Ni program maalum kwa vijana katika kilimo cha kisasa, inawapa ardhi, mafunzo, mitaji na masoko. Hii ndio mikopo ambayo pia ilizungumziwa zaidi na Mheshimiwa Waziri Bashe, waziri wa kilimo. Alipigia sana kelele na nafurahi pia vijana wengi waliitikia na kujiinvolve na mikopo hii. Lakini vile vile pia kuna BBT Life Program kwa vijana wanaoanzisha miradi ya mifugo, bustani na ufugaji wa kisasa. Lakini vile vile kilimo kwa vijana, nafasi ya ajira. Serikali inaendesha kampeni rasmi ya kuwahamasisha kuingia kwenye kilimo chenye tija. Kwenye afya kuna kliniki rafiki kwa vijana, Youth Friendly Services, huduma katika vituo vya afya vinavyolenga masuala ya uzazi, afya ya akili na ushauri kwa vijana. Lakini vile vile kuna chanjo na elimu ya afya uzazi mashuleni pamoja na vyuoni. Kama hujui basi ukitembelea hapo chuoni kwako utawala watakupa maelekezo. Vitu hivi vipo, lakini kwa bahati mbaya taarifa haifiki vizuri sana. Kwa hiyo chanjo na elimu ya afya uzazi mashuleni na vyuoni ni maalum ni mahsusi ili kuwawezesha vijana waepuke changamoto kama mimba za utotoni. Lakini zaidi ya yote, ushiriki wa vijana kisiasa na kijamii. Sera ya maendeleo ya vijana imepitiwa upya ili kuendana na mazingira ya sasa na kutoa nafasi ya vijana kushiriki katika uongozi. Lakini vile vile kuna uteuzi wa vijana katika nafasi za uongozi serikalini. Hii nitaizungumzia vizuri zaidi. Serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imejitahidi kwa kadiri ya uwezo wake kuwapa nafasi vijana katika nyanja nzima ya siasa, niseme kwenye uongozi. Leo tunaona uteuzi wa wakuu wa wilaya ni wa vijana. Leo tunaona uteuzi wa kurugenzi na washauri wa rais kutoka kwenye kundi la vijana. Tunaona teuzi mbalimbali kutoka kwenye wakuu wa taasisi katika nafasi za uongozi. Kusema ukweli, Mheshimiwa Rais amejitahidi sana na tungechukua nafasi hii kumpongeza. Lakini pia tuwape taarifa vijana, kama huna taarifa basi tunataka wajue kwamba serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Samia imejitahidi sana na imefanya vizuri sana katika uteuzi wa vijana katika nafasi za uongozi serikalini. Kazi nzuri na Samia oye, Samia yupo gado. Lakini hamasa ya vijana kushiriki uchaguzi mkuu 2025. Kupitia Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC, vijana wanahamasishwa kujitokeza kwa wingi, kupiga kura na kugombea. Sana. Ndio maana pia kwenye sera ya maendeleo ya vijana jambo hili limetiliwa mkazo. Kwenye sekta ya sanaa, michezo na burudani, kuna ujenzi na ukarabati wa viwanja vya michezo, mfano uwanja wa Jamhuri Dodoma na viwanja vingine vya mikoa. Lakini vile vile ufadhili kwa wanamichezo na wasanii wachanga. Serikali imeongeza uwekezaji katika bodi ya filamu na baraza la sanaa BASATA kuwasaidia vijana wenye vipaji. Na hii pia niseme kupitia BASATA vijana walipata mikopo, vijana ambao wapo kwenye sanaa ya uigizaji niseme kwenye sanaa kwa ujumla, labda wana muziki na kadhalika, walipata mikopo kwa ajili ya kuwawezesha kwenye shughuli zao za kisanii.
Kwa hiyo pia tumpongeze Mheshimiwa Rais Samia oye, Samia yuko gado kweli. Lakini kwenye sekta sanaa pia tuna creative industry support kupitia TMDA na KOSOTA. Wasanii vijana wanapewa elimu ya juu ya haki miliki na fursa za soko la kimataifa. Kwa hiyo kama ni kijana na msanii, una vitu vyako, unafanya ujuzi wako basi wa sanaa, nafikiri creative industry support itakufaa sana kwa ajili ya kupewa elimu, lakini ujue kwenye soko la kimataifa panahitajika nini na wewe unaweza kufaidika vipi kwenye soko la kimataifa. Kwenye ajira serikalini kwa vijana. Kila mwaka serikali inaleta ajira mpya serikalini ambapo vijana wengi wanafaidika, na hii ni kweli na tumeshuhudia wote ambavyo serikali inajitahidi kugenerate ajira kwa vijana na haina upendeleo. Huo ndo uzuri mkubwa wa serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, kwamba ajira zinatoka na hakuna upendeleo. Kama una meet criteria basi unapata nafasi na kuanza kufanya kazi ili kuweza kujikimu kimaisha. Lakini vile vile ajira kwenye miradi ya kimkakati kama vile mradi wa SGR, lakini vile vile bwawa la Nyerere, JNHPP, REA, tena REA, tunasema REA ni ile mamlaka ile ya kusambaza umeme vijijini. Wanatoa sana ajira na nimpongeze sana DG wa taasisi hii, anafanya kazi nzuri, tunampongeza Engineer Mohamed ya. Lakini vile vile na ujenzi wa barabara, vijana wanapewa ajira za muda na za kudumu katika ujenzi wa barabara. Kwa hiyo mimi nimezisema kwa uchache fursa zilizopo, lakini sambamba na hilo, sambamba na utambulishi wa jukwaa hili, naomba niwaalike rasmi vijana kwenye jukwaa la Samia yuko gado, na hili litakuwa kongamano. Leo nimesema hapa fursa hizi kwa uchache, lakini kwenye jukwaa la Samia yuko gado ni jukwaa mahususi kwa ajili ya kuzizungumzia kwa urefu na kwa ukubwa zaidi fursa zilizopo ama miradi iliyokuwepo ya vijana. Na kongamano hili litafanyika mwezi huu katika ukumbi wa JNICC. Kwa hiyo nitoe mwaliko rasmi kwa vijana, lakini vile vile nitoe rasmi mwaliko kwa press, nyinyi waandishi wa habari, mje pale kwa ajili ya kudiscuss kwa pamoja ilichokuwepo katika CAP, kilichokuwepo katika, nikisema CAP mnielewa, lile CAP la miradi na fursa za vijana. Basi kwa moja pale tujumuike, tujue tunadiscuss vipi kwa maslahi makubwa ya maendeleo ya kijana wa Kitanzania. Kwa hiyo jamani, karibuni sana JNICC, kiingilio ni bure kabisa. Hii ni kwa ajili yenu. Fursa zipo, serikali kwa nafasi yake inajitahidi sana kuwekeza na kama nilivyosema kujisabilia, kutoa nafasi, kutoa fursa kwa vijana, na miradi ipo mingi. Hii miradi nipo ya siku nyingi. Mheshimiwa Rais amekuja na ameiboresha, lakini kwa bahati mbaya hatujui. Kwa tutumie majukwaa haya tujue hizi fursa na sisi tuzitumie vizuri, ni kwa ajili yetu, sio kwa ajili ya mtu yoyote. Kwa hiyo karibuni sana JNICC mwezi huu. Lakini vile vile kupitia jukwaa hili pia nitoe rai kwa vijana kujiandikisha katika daftari la mpiga kura linalopita awamu ya mwisho. Daftari lilipita, lakini kuna watu bado najua kwa sababu kadha wa kadha walipata dharura na nini hawakuweza kujiandikisha. Kwa hiyo NEC wamekuja kwa mara ya mwisho au ya mwisho, nafikiri sina uhakika sana, ni mwisho kesho tarehe 16. Basi situmie hizi dakika ama masaa yaliyobaki, kama hujajiandikisha uende ukajiandikishe kwenye daftari la mpiga kura. Usipojiandikisha huwezi kupiga kura. Hakuna point ya kufanya uchaguzi kama kijana wa Kitanzania hajajiandikisha kwenye daftari la mpiga kura. Kwa hiyo jamani, natoa hamasa kubwa kwa vijana popote mlipo, Gen Z, vijana nyote. Najua Gen Z wengi ndio wanaanza kupiga kura, ama wengine wameshapiga. Kama hivyo, basi huu ni wakati. Kama hujawahi kupiga kura, time ni hii jamani. Nenda kajiandikishe kwenye daftari la mpiga kura, uchukue kitambulisho chako kwa ajili ya kuweza kushiriki uchaguzi 2025. Aidha kwa kugombea nafasi ama aidha kwa kumchagua kiongozi unayemtaka. Muda ni huu, nafasi ni hii, na mwisho kesho. Bila kitambulisho hatuwezi kupiga kura.
Kwa hiyo nitoe rai kubwa vijana na kura zetu, kama huna kitambulisho, tafadhali sana na kutafadhalisha, nenda kajiandikishe kwenye daftari la mpiga kura. Lakini mwisho ni washukuru wadau wetu wakubwa, wadau namba 1 wa maendeleo ya vijana kwa kutushika mkono. Ni washukuru K4S, lakini vile vile ni washukuru Kwanza Oil, ni washukuru Mashariki Intertrade, ni washukuru National Housing na wengineo kwa kuweza kutushika mkono, kwa kuweza kuwa wadau wakubwa maendeleo ya vijana, majambo ya vijana yanapotokea, wao kuwa mstari wa mbele na kutushika mkono. Lakini ni washukuru kwa dhati kabisa waandishi wa habari kwa kuweza kuitikia wito huu, kwa kuweza kusikiliza ninachotaka kuambia Watanzania na vijana, na nafikiri kwa kuitikia wito. Nashukuru sana. Kama kuna swali lolote tafadhali naomba kuulizwa, lakini mimi kwa upande wangu nimemaliza. Maasalam. Samia yuko fiti linafanyika tarehe 21 mwezi Mei 2025 katika ukumbi wa JNICC kuanzia saa 6 mchana. Naam, kuanzia saa 6 mchana inshallah. Patakuwa na kongamano kubwa sana la vijana. Lengo ninasema tena ni ku highlight fursa zilizopo, lakini ku highlight miradi iliyokuwepo katika kapu ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Jemedari Daktari Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo niwakaribishe sana vijana. Hii ni kwa ajili yenu. Karibuni sana. Naam. Tunatarajia kuwa na watu wangapi labda mgeni rasmi atakuwa nao? Sawa. Tunatarajia kuwa na vijana 1300 na mgeni rasmi ni Waziri wa Vijana, Kazi na Ajira, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete. Sijui kama nimemuaddress sawa. Ni Mheshimiwa wa Vijana, Mheshimiwa Waziri wa Vijana. Ni jambo Waziri wa Vijana, Kazi na Ajira. Naam. Hili jambo ni la kwake, hizi fursa ni za kwake. Kwa hiyo kama tutakuwa na maswali, mjibuji mzuri wa fursa hizi ni yeye. Mjibuji mzuri kabisa wa maswali haya ni yeye. Yeye ndio ana majibu ya maswali yetu. Na sisi ndio vijana, hili ni jambo lake kabisa. Kwa hiyo yeye ndio atakuwa mgeni rasmi wa jambo hili. Naam.